Vita vya muda mrefu vimekuwa vikishuhudiwa nchini Sudan, lakini wengi hawajui ni nini haswa kinachoendelea. Hivi sasa vita bado vinashuhudiwa nchini Sudan na rekodi mpya ya vifo kuripotiwa kila siku. Lakini sababu ya vita hivi haswa ni nini? Sudan ni nchi iliyoko kaskazini mashariki mwa Afrika. Inapakana na Misri, Ethiopia, Eritrea, Chad, Libya, Sudan Kusini na Bahari ya Shamu. Ni moja ya nchi kubwa barani Afrika kwa ukubwa wa ardhi, lakini pia ni miongoni mwa nchi zilizoingia katika migogoro ya muda mrefu. Kinachoendelea Sudan leo ni vita vya madaraka kati ya majeshi mawili. Jeshi la taifa, yani SAF, linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha RSF, yani Rapid Support Forces, kinachoongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo, anayejulikana almaarufu kama Hemet. Viongozi hawa wawili wote walikuwa upande mmoja, hasa baada ya mapinduzi ya mwaka 2019 na mwaka 2021. Lakini kulitokea mzozo baina yao ya nani kudhibiti jeshi na nani kulidhibiti taifa. Chanzo kikuu cha vita ni kushindwa kwa mpito wa kiraia. Baada ya kuondolewa kwa Rais Omar al-Bashir, Sudan ilitarajiwa kuelekea katika mkondo wa demokrasia. Badala yake, jeshi na RSF zilishindwa kukubaliana juu ya kuunganisha vikosi, kugawana madaraka na hatma ya serikali ya kiraia. Aprili mwaka wa 2023, mapigano yakalipuka na yameendelea hadi leo. Kwa sasa Sudan haina rais aliyechaguliwa kidemokrasia. Al-Burhan anatambulika kimataifa kama kiongozi wa kijeshi wa taifa, lakini hana udhibiti mkubwa wa nchi, hasa katika miji mikubwa kama Darfur na Khartoum. Nguvu za mataifa ya nje nazo zinahusika katika mgogoro huu wa Sudan. Kuna tuhuma za mataifa ya Ghuba, hasa UAE, kuwa na maslahi yao ya kibinafsi kupitia RSF. Misri inaunga mkono jeshi la taifa, huku Urusi ikitajwa kupitia makundi binafsi ya kijeshi yanaunga mkono jeshi la RSF. Mashirika ya kimataifa na mataifa ya magharibi yamejaribu kusukuma mazungumzo ya amani bila mafanikio yoyote ya kudumu. Kenya pia imetajwa kwenye mjadala huu. Kumekuwepo tuhuma kwamba Nairobi iliruhusu au kuwezesha mikutano ya wapiganaji wa Sudan, hatua ambayo imeibua mabishano ya kidiplomasia, ingawa Kenya imesisitiza jukumu lake kama mpatanishi wa kikanda. Kwa kifupi, Sudan iko kwenye vita si kwa sababu ya tofauti za kikabila pekee, bali kwa mapambano ya madaraka, rasilimali na ushawishi wa mataifa ya nje. Athari zake ni maelfu ya vifo, mamilioni ya wakimbizi na mustakabali usiokuwa wazi.